Mimi naitwa Aidan Jeremiah, na hapa ndiyo mahali ambapo unaweza ukajipatia taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa Uondo TV, usisahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment kuweza kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia taarifa mbalimbali za kimichezo. Taarifa kubwa ni michuano ya CAF Confederation League Cup, michuano ya kimataifa unaweza kusema hivyo, lakini wekundu wa Msimbazi Simba ambapo tarehe 20 mwezi wa 4 2025 katika dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar, ambapo atakuwa na mchezo mkubwa kabisa wa kimataifa ambao tunasema kwamba ni CAF Confederation League Cup, akiwa dimbani kuweza kukiwasha na moja kati ya timu ambayo inatokea PCL au ligi ya South Africa au Afrika Kusini, sio wengine ni Stellenbosch. Sasa Uondo tumekuwa na taarifa mbalimbali namna ambavyo aliyewahi kuwa kocha mkuu wa klabu ya Dar es Salaam Africans ambaye ni Nasibini Nabi, na tunakumbuka Nabi kipindi yupo Yanga kuna kitu kikubwa sana ambacho alikifanya. Kumbukwe Nabi mpaka sasa hivi yupo katika timu ambayo inashiriki ligi ya PCL ambao tunasema kwamba ligi ya South Africa, Nabi ambao yupo kwenye club ya Kaizer Chiefs. Sasa ni kipi ambacho amekizungumza Nabi? Ni kimnukuu kulingana na namna ambavyo amezungumza kuhusiana na Stellenbosch ambao ni wapinzani wa Simba kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Kocha wa zamani wa Yanga Nasibini Nabi amesema anaipa Simba nafasi kubwa ya kuitoa Stellenbosch ya Afrika Kusini. Nabi ambaye kwa sasa anaifundisha Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini amesema anawafahamu vizuri Stellenbosch, kwani hivi karibuni amecheza nao mara 3 na kuwapiga nje ndani. Ikumbukwe kocha huyo raia wa Tunisia katika mechi hizo 3 alizocheza dhidi ya Stellenbosch na kushinda zote 2 za ligi kuu Afrika Kusini na 1 ya kombe la Nedbank hatua ya robo finali. Nikimnukuu, Simba wana uzoefu mkubwa kwenye mashindano ya Afrika kuliko Stellenbosch, ukizingatia ina wachezaji wenye uzoefu mkubwa hasa kwenye mechi kubwa. Kwa kuwashauri Simba ni kwamba wanatakiwa kuwa makini, wasiwadharau wapinzani wao, wanaweza kushtuliwa kama ilivyotokea kwa Zamalek. Pinzani wa Simba wako imara kwenye maeneo mawili na yote ni ya mbele ambayo ni kiungo na safu ya ushambuliaji. Kuna wakati wana makosa mengi kwenye ulinzi ila bado wako vizuri, ndiyo maana wanashika nafasi za juu kwa upande wa ligi, amesema Nabi. Ikumbukwe katika ligi kuu ya Afrika Kusini msimu huu, kabla ya mchezo wao dhidi ya Mazuru, Stellenbosch ilikuwa imeshuka dimbani mara 22, imefunga mabao 27 na kuruhusu 17, huku ikifikisha pointi 35 kimataifa. Stellenbosch imefunga mabao 18 na kuruhusu 11 katika mechi 12. Jumla imefunga mabao 38 na kuruhusu 28 katika mechi 34. Yes, mtazamaji wa Uondo TV, hizo ndizo takwimu za wapinzani wa Simba ambao ni Stellenbosch ambao wanatokea ligi ya PCL au Premier South League ambao tunasema kwamba ni ligi ya Afrika Kusini. Je, Simba watatoboa? Lakini pia Nabi namna ambavyo amegusia suala la kwamba wenyewe ni wazuri kwenye eneo la kiungo, maybe kwenye typical defensive midfield, lakini kwenye kiungo ushambuliaji ambao tunasema kwamba advanced playmaker au attacking midfield, lakini ukienda mbele pale kwenye eneo la final saidia ushambuliaji. Kwa Simba inabidi wawe makini kwenye maeneo yao. Ikumbukwe Nabi huyu ni kocha ambaye anahudumu ndani ya kocha cha Kaizer Chiefs ambayo inatokea ligi ya South Africa. Mimi naitwa Aidan Jeremiah, the best presenter wa Uondo TV. Kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa Uondo TV, endelea kusubscribe, lakini usahau kule kushare na kucomment ili kuweza kupata matukio mbalimbali na taarifa tofauti za kimichezo, zikiwemo taarifa za kitaifa lakini pia taarifa za kimataifa. Hii ni Uondo TV, Uondo michezoni.